ya roho. So kuzaliwa kwa roho au kuoshwa kwa roho, hiyo ndio alikuwa anazungumza. Alikuwa anazungumza kwa habari ya kuzaliwa kwa roho ama kwa habari ya roho. Alikuwa anamaanisha kwamba mtu kuzaliwa kwa roho ama kuoshwa kwa roho, kitu kama hiyo. Anapozungumzia maji inaosha. So hakuwa na maana ya maji pale. Maana kazi ya maji ni kuosha. So anazungumzia nini? Roho. Anazungumzia kuoshwa kwa roho. Anazungumzia kuzaliwa kwa roho. Anaposema mtu asipozaliwa kwa mara ya pili kwa maji na kwa roho. So anaposema anazungumza kuhusu kuzaliwa kwa roho na kuoshwa kwa roho. Maana maji inaosha. So ndio anazungumzia tu roho ndiyo anaosha. Haleluya. Sio maji. Maji haiwezi kaosha mtu. Na Nikodemo alielewa. Alielewa hiyo lugha ya maji. Ikilinganishwa na roho, walielewa wakajua kasi ya maji. Exactly. Sasa akashikanisha kile ambacho Yesu anaongea. Ndio hiyo sasa. Baada ya akitoka hapo alikuwa ashajua by the way. Si kwamba hakujua, lakini leo hii sisi hatujui. Sio sisi. Ndio, sio sisi. Lakini unajua sasa wakati mwingine inakuwa vyema, maana pia hata ni wao wanadamu na nini tumekuwa huko tumesema sisi. Lakini haina maana sisi kwamba ni mzizi ndani. Kama unakuja nakwambia Mungu atawaonekania, atawatendea, atawasimamisha. Kwani unataka akusimamishe? Unajua unafaa ujigize ndani wakati mwingine Mungu anatusimamisha na Bwana anatuinua. Wakati mwingine wewe unasema wainuliwe pekee. Wewe unataka ndani. So ndio unaona wakati mwingine unaweza kutumia ukiwa ndani. Haleluya. So sio mbaya. Lakini kwamba sisi hatuko ndani ya kwamba hatujui. Lakini tulikuanga, si ndio? So nasemaje? Alikuwa anazungumza kuhusu kwa habari ya roho, yaani kwamba kuzaliwa kwa roho au kuoshwa kwa roho. Anasema kwa maji na kwa roho. Hilo neno na ndio neno kai. Ama ndio ile neno kai ukisoma kwa Kigiriki. Neno kai ambalo si mara zote linaunganisha vitu viwili. Anasema kwa maji na kwa roho. Anasema kwa maji na kwa roho. So hiyo neno roho, hiyo neno na ni neno kai. Kai ni K-A-I. Ni neno kai ambalo si mara zote linaunganisha vitu viwili. Haleluya. Aliunganisha vitu viwili. Kuna wakati linatumika kueleza. Natumika kueleza. Haleluya. Wakati mwingine linatumika kueleza, si kuunganisha. Mfano, uniseme huyu ni mke wangu, Rose ni mke wangu na mama watoto wangu. Huyu ni mke wangu na mama ya mtoto wangu ama watoto wangu. Umesema kwamba huyu ni mke wangu ambaye ndiye hiyo mama watoto wangu. Si kwamba kuna mke wangu na mama watoto wangu. Si ati mke tofauti na mama. Si kwamba niko na mke tofauti hapa na mama. So mama watoto. Hiyo ndio anamaanisha. Unaona? So azungumzi kwamba ni vitu viwili tofauti, ni kuelezea tu, anaelezea. Haleluya. Anasema mfano, anasema amri anaitwa kwa nani? Rais mtukufu ama mtukufu rais na amri mkuu wa majeshi. Ni amri mkuu. Ni wa majeshi hapa ni jeshi. So sema mtukufu rais na amri mkuu wa jeshi ama wa majeshi. Nasema nini? Uni amri jeshi mkuu. Good. Sema mtukufu rais na amri mkuu wa jeshi na amri mkuu wa jeshi na amri mkuu wa jeshi. Mtukufu rais, amiri mkuu wa majeshi. Unaanza na amiri wewe. Au ni hiyo. Lakini unaelewa. Unajua nataka amani. Rais and command in chief. The president
His Excellency the President and the Commander in Chief. His Excellency the President and the Commander in Chief. So hiyo and si kwamba kuna the President na hapa kuna Commander in Chief. Hallelujah. Hapa anaeleza kwamba huyu ni rais huyu sasa ambaye ndio Commander in Chief. Hallelujah. So aziunganishi, si kila wakati zinaunganisha. So hapa anaposema maji na hii na si kuunganisha, ni kitu tu anajaribu kuelezea. Hallelujah. Ni kitu alikuwa anajaribu kuelezea. So hapa si watu wawili kwamba eti kuna amiri jeshi mkuu ama kuna amiri jeshi mkuu na mtukufu rais. Hallelujah. Ni watu ambapo ni mtu mmoja tu. Ana maana ya ni watu wawili. Si ndio? Ana maana wewe mkono ama mwaka mbili. Maana ni mkono mkono huko. So azungumzia watu wawili tofauti. Hallelujah. Ama mfano mtu anasema nani? Tuseme mama ile ameenda. Tuseme mama aseme Pastor Godwin na mume wangu. Anasema nini? Kuna pastor na kuna mume. Anasema huyu ni pastor ambaye ndio mume wangu. Ni Pastor Godwin ambaye ni mume wangu. Hallelujah. Si ndio? Inaeleweka kidogo. Kuna kitu unajaribu kuelewa, si ndio? So si kila wakati naweza kuwa inaunganisha. Wakati mwingine inaelezea. So inatoa maelezo zaidi kuhusu hicho kitu. Mfano, vile nimesema mke wangu na mama watoto wangu. So ina maana kwamba kuna mke na kuna mama wa watoto. Ama ni kama kusema bila maji wanapenda kusema sasa sema kwamba hawasi sana watu leo usipime shamba na kulala. So atasema anamaanisha usipime shamba na maanisha usilale. No. Si kwamba kuna kupima shamba ni lugha ya picha kuongelea watu wasilale ama watu kulala. So si kwamba kuna kupima shamba na kuna kulala. Ni kitu the same. Ni kupima shamba ambako ndiko kulala. Ama ambako ndio kulala. I think inaeleweka, si ndio? So na pale ilitumika kama kuelezea. Hallelujah. Ilikutumika kama kielezi. Hivyo na imetumika kuelezea kile kitu kimoja tu ambacho ni roho. Hallelujah. Ilikuwa tukitumika kuelezea kile kitu kimoja tu ambacho ni roho. Na pia vile umesema na pia linatumika pia linaweza kutumika kuelezea vitu tofauti. Kama kusema huyu ni Joshua na dada yake Nancy. Sasa tuwezi tukasema huyu ni si mara zote. Huyu ni Joshua ambaye Nancy. So unaona kuna mahali pia linaonyesha watu wawili tofauti. I think ndio alikuwa nimesema pale, kama ulikuwa mtu ameandika nisema neno kai ama neno na ni neno kai ambalo si mara zote linaunganisha. Si kama uliandika hivyo. Si mara zote linaunganisha vitu viwili tofauti. Kuna wakati linatumika kuelezea. Si ndio? So haina maana kwamba iwezi kutumika kwa vitu viwili tofauti, lakini sio mara zote linatumika kuunganisha. That's what we are saying. Hallelujah. Ndicho kitu ambacho tunasema. So tuseme kwamba manake na hapo pale kwa maji kwa kusaliwa haitumiki, ile na pale haitumiki kuunganisha vitu viwili tofauti, bali ilitumika kuelezea zaidi habari za roho.
Nasema kwamba namalizia, naona mnaanza ku release. Siweki sana. Chai imeiva, najua maybe masaa inaenda. Andika tu maybe mambo sentensi kama 2 tumalize. Nasema kwamba pale haitumiki ama ikutumika kuunganisha vitu viwili tofauti ambavyo ni maji na roho. Haikutumika kuunganisha maji na roho, bali ilitumika kuelezea, ilitumika pale kuelezea zaidi kuhusu roho. Ilitumika kuelezea zaidi kwa habari ya roho. Haleluya. So andika kimalizia. Unaonanga size kuambia maliza. Tunachoka, ni usingizi. Sasa tunakaza kuenda wapi saa hii na nifanye mapema. Tutakunywa chai na tuimbe. Na wale wa kutuimbia hawako. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Alisema hapo, anasema kwa maji na kwa roho, ndio tumalize ni kueleza vile anaandika hapo. Alisema aje? Mstari wa 5, John 3:5. Tamu inasema, Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. So ana maana hivi, andika tukimalizia mimi hapa. Mtu asipozaliwa kwa maji, kila Yesu anamaanisha hapa, anamaanisha kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Yaani si alisema hivyo? Alisema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. So hapa anamaanisha yaani mtu asipozaliwa kwa maji ambako, alikuwa anamaanisha kwamba mtu asipozaliwa kwa maji ambako ndiko kwa roho hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Mtu asipozaliwa, hicho ndicho Yesu alikuwa anamwambia Nikodemo, kwamba mtu asipozaliwa kwa maji ambako ndiko kwa roho hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Na akamwambia kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Haleluya. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. So anajaribu kumweleza kwamba mtu asipozaliwa kwa maji ambako ndiko kwa roho, si kwamba tu kwa maji. In fact, let me surprise you. Ukienda kwa maji, ubatizwe kwa maji, kama hauna roho, haujazaliwa yani kwa roho, yani una roho, mfano kama mfano hujaokoka, yani that's what I mean. Kama hujaamini Injili, hata uwepo kwa maji na the most powerful man of God, utaenda jehanamu. Kama ila alibatizwa na uoga. Lakini ukiangalia vitu anafanya siri ya kimungu. So hapa si maji, tafadhali. Maana si alibatizwa na powerful man, hajawahi pita hata kitu. Powerful man of God. So utanini tu. Lakini ukiamini Injili na ukose kuenda kwa maji, mbingu unaingia. Haleluya. Mbingu unaingia. Kama mwizi msalabani, hakuingia majini. Hakuonana na maji. Aidha ya kumwagiwa, aidha ya mingi, aidha ya kumnyunyuziwa, yote hakuonana nayo. Lakini alikuwa mbingu. Yes, atuone hata historia ya Yohana Mbatizaji akibatizwa. So hapa ni kuona kwamba kile kinafanya mtu aende mbinguni sio maji. Na kitu kingine pia kama ongelei ubatizo. Hiyo nayo sio shida nyingine. Hapa si ubatizo. Maana hakuna mahali alisema mambo na kubatizo. Wewe kuzaliwa nani alikwambia ubatizo? Unajua leo kuna modern types of baptism. Wala wanasoma ziara hii kama zilikuanga hata kwa kitabu cha ziara hii maybe book 4 kama zile kuanga wapi. Anasema modern types of baptism. Kwa hiyo wengine wanakwara sio mahali. Hizo modern ukienda kuna dini zingine zina kwara mtu zina kwara mtu. Sio zingine kuna namna ambavyo kuna modern types of baptism. Hallelujah. So Niongea na mwingine
wanabatiza na bendera. So ananiambia ile Genesis chapter 1 ile verse 2, Roho alikuwa anatulia juu ya maji. Lakini ile siku ambayo Yesu alikuja kubatizwa, so anataka kuonyesha makosa ya wale ambao wanabatiza kwa maji. So wakati Yesu alibatizwa, akatoka nje ya maji. Roho akamshukia Yesu kama huwa akiwa nje ya maji. So Roho alishuka, yani Roho alitoka kwa maji, so akaingia juu ya Yesu. Nikajaribu kumuuliza story ya bendera, akaniambia tena kunitafutia basi ya bendera. Lakini Roho alitoka kwa maji. So kubatizwa kwa maji haifai. Kubatizwa wa bendera ndio inafaa. Usikia? Ni mafundisho na ni ufunuo. Na anatumia nini? Maandiko, na inaleta sense ukiangalia. Maana anasema ametoka kwa maji. Maana hakuingia Yesu akiwa kwa maji. Huwa alitoka ambaye ana signify spirit. Alitoka akaingia Yesu. So the Holy Spirit is no longer in the water. Ako juu ya Yesu. Mwingine anasema bado ako kwa maji. So kila mtu ako na mafunuo yake. Hallelujah. So anyway, kile tunafaa tujue ni kwamba mtu asaliwi kwa maji bali anasaliwa kwa Roho. Hallelujah. Hiyo ilikuwa tu kwa habari ya kusaliwa kwa nini? Kwa Roho. Kusaliwa mara ya pili. Hiki ilikuwa, acha nikuangalie. Ilikuwa muamini amezaliwa upya ambayo ni ya 9. Ilikuwa 9. Ilikuwa kitu cha 9 kutuhakikishia. So tutaendelea kutoka pale baada tutakuja tusome Tito hapo kidogo 3. Tuone vile anasema pale 3:5. Ili ujue kwamba si kwa kile ambacho mtu anafanya zile ndio ubatizo kwa maji, ingia kwa maji na nini. Tutaendelea kutoka pale. Sema kwamba Kristo amekubariki sana. I told you nataka 1 hour. Sikuwa nipitize 1 hour. So tumemalizia. Sema kwamba Kristo amekubariki sana. Asante kwa muda wako. Asante kwa uvumilivu pia. Sema kwamba Kristo amekubariki sana. Hallelujah. So naweza sema TV